Namba 7, hapo ndipo tutaanza neno la ibada ya pili. Matthew chapter number 7, na tutaanza mstari ule ambao ni wa 7. Matthew 7 and verses 7. Biblia inasema ya kwamba ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Bwana asifiwe. Leo nataka kuongea katika ibada hii ya pili, when are we supposed to raise an altar? Ni wakati gani mtu huinua madhabahu katika maisha yake? Ni lini unaweza kuinua madhabahu katika maisha yako? Na tunaposema madhabahu, already Mungu ameinua madhabahu yake Kariobangi hii. Bwana asifiwe. Na ndio amekuleta katika madhabahu. Kwa hivyo tunaposema kuinua madhabahu, hatukwambii uende ukajenge. Bwana asifiwe. Ukajenge mahali na useme ya kwamba sasa hii ni madhabahu. When we say talk about raising an altar, ni wakati gani ambapo mtu huinua dhabihu? So ili uweze kuelewa, let me put it that way. Ni wakati gani ambapo mtu huwa anainua dhabihu katika maisha yake? Na nianze kwa kusema ya kwamba dhabihu ambazo huwa tunainua katika madhabahu ya Mungu ni dhabihu ambazo huwa zinatutetea, kwa sababu madhabahu huwa inaongea. Bwana asifiwe. Na madhabahu hutiwa nguvu na dhabihu zile ambazo watu wa Mungu huwa wanatoa katika madhabahu ya Bwana. Ninakumbuka kuna wakati ninaweza kuambia mtu jambo, alafu ninamwambia ni vizuri uinue dhabihu, kwa sababu wakati mwingine, wakati tunainua dhabihu ni wakati tunajua kuna vita ambayo inaendelea katika maisha. Na tunaposoma maandiko haya inasema hivi: ask and it will be given to you. Hallelujah. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. These are 3 levels of prayer. Bwana asifiwe. Number 1, kuna 1 level. First level ni asking. Second level tunaita seeking. Seeking ni kutaka kujua ni nini inasumbua maisha yangu. Seeking ni kutaka kujua kwa nini jambo hili nimeliombea muda mrefu lakini bado halijajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninaitisha na sijapewa? Si Biblia inasema our God is not deaf. Bwana asifiwe. Yaani Mungu si kiziwi. Open for me Isaiah 59 verse 2 ili niweze kuweka msingi kidogo. Hallelujah. Si kuna mambo umeombea na mengine umeombea muda mrefu, kwa nini haijajibiwa? Can we read together verses 1? Let's begin verse 1. Verse 1 inasema hivi. Let's read together. Behold, the Lord's hand is not shortened that cannot see, nor his ear heavy that cannot hear. Kwa hivyo mkono wa Mungu sio mfupi katika kuokoa, na masikio yake sio kiziwi. Amen. Lakini ni kwa nini jambo liombewe mwaka mzima? Kwa nini jambo lichukue miaka 2? Do you want to say the first time that you prayed Mungu hakusikia? Lakini ni nini inafanya wakati mwingine maombi tukiyaomba yanakaa?
Wakati mwingine huwa inamaanisha kuna madhabahu ambayo inapigana na kile unaitisha. Haleluya. Kuna madhabahu nyingine. Unajua hata mapepo huwa yanainua madhabahu maovu. Mtu anawezaje kuomba, Baba, mimi nipatie mtu wa kunioa. Baba, nipe mtu wa kunioa. Halafu hiyo kitu ikae, mwaka upite, mwaka mwingine, nipatie kitu fulani. Mpaka unakuta ya kwamba mtu anajitazia mwenyewe ya kwamba mimi niliomba Mungu na ni kama kitu hiyo hataki kunipatia. Kuna watu wanajitazia hivyo, na wengine nao wanajitazia, wanasema hivi, inaonekana hiyo gari ninaitisha nimekosa kupewa kwa sababu Mungu anaona itaniua. So people are trying to bring up all excuses, but it is not true. Si Biblia inasema in Luke chapter number 11, mtoto akiomba baba yake mkate, si atampatia? Na Biblia inasema hawezi kumpatia mawe. Si Biblia inasema mtoto akiitisha baba yake samaki, hawezi akampatia nyoka? Na akiitisha mayai, hiyo ni Luka 11, I think for verse 11, na akiitisha mayai, hawezi akapewa scorpion. Kwa nini ujijazie useme ya kwamba kitu hii Mungu hataki kunipatia? Wakati mwingine ni kutoelewa ya kwamba kuna vita ambazo huwa tunapitia. Kuna opposition. Ukiomba jambo uone halijibiwi, kuna kitu kingine. Nitakupatia mfano na mimi. Kuna wakati nilikuwa ninaomba gari, Mungu anipe gari. Na ninapoomba Mungu anipatie gari, ninaomba muda mrefu. Wakati huo madhabahu hii ilikuwa pande ile. Nafikiri ninapiga magoti hapa masaa ya asubuhi kabla ya lunch hour. Mpaka nikiamka ninasikia magoti inapiga kokokoko. Alafu mimi ninaomba, kila mtu ananiletea ndoto. Vincent analeta ndoto, yule mwingine analeta ndoto. Pastor tulikuwa na gari, pastor tuliona ukiwa na gari. Hata jirani ambaye hakujangi kanisa, hata na yeye analeta ndoto. Lakini ndio hakuna gari. Bwana asiwe. Shida iko wapi? Nikapeana lakini haifiki. Mpaka siku ile, haleluya, mimi tuliombea hiyo gari, tukaombea miaka 3. Na iliyopewa hapa karibu kila mtu unakuta anataka kuchukua ile mabango ili akusema haki yetu, patia pasta gari, haki yetu. Haleluya, lakini haikuji. Ilikuja lini? Ilikuja wakati Bwana alinenea usiku. Akaniambia, chukua dhabihu kiasi fulani, uende upelekee pasta wako. Na mimi aliniambia mpaka nitatoa pesa ngapi. Na saa hiyo gari haitakuja na hakuna njia. Nikaamua kile nitatoa. Nilipotoa na nikaenda nikapeana, pasta wangu akaniuliza. Pasta wangu ni Dr. Reverend Edward, ule wa CFF kule Vijana Road. Haleluya. Akaniuliza, hizi umeleta ni za nini? Nikamwambia Mungu aliniambia nikuletee kwa sababu atanipatia gari. Akaniombea, akaniambia, na kweli Mungu ni mwaminifu na akupatie gari. Ilikaa tu miezi 3, gari ikakuja. Ni nini imezuia? Kwa hivyo kuna maombi unafungua na dhabihu. Kuna vitu unafungua na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tutaangalia sasa neno la Bwana katika ibada hii. Alafu tuweze kuangalia ni wakati gani. When are you supposed to raise altar? Number 1, it is when you have prayed for something more than 3 times. You have prayed for something more than 3 times. Yet, unapata ya kwamba hakuna kitu kinatendeka. At that time, you are supposed to raise an altar before God. Hallelujah. Angalia kitabu cha Genesis 26. Let's go there and we will learn several things kutoka kwa Genesis 26. Genesis 26, na nitaanza mstari ule wa 13. Alafu nilisoma wa 14. Biblia inasema the man began to prosper. Huyu ni Isaac. Hallelujah. The man began to prosper and continued
prospering until he became very prosperous. Now read for me verses 14. Can we read together? For he had what? Possessions of flocks, possessions of herds, and a great number of servants, so the Philistine envied him. Now Isaac ni mtu ambaye amelelewa na baba ambaye alikuwa anainua madhabahu. Haleluya. Ukisoma Genesis utapata Abraham aliinua madhabahu nyingi, na akiinua madhabahu anatolea Mungu dhabihu. Na unakumbuka hata kitabu cha Genesis 22 unapata kuna wakati Isaac mwenyewe akifanyika kuwa dhabihu, wakati aliwekelewa juu ya madhabahu, baba yake akainua kisu. Haleluya. Lakini kutoka hapo, baada ya Abraham kukufa, hatumuoni Isaac akiinua madhabahu. Alikuwa anategemea madhabahu ya baba yake. Na hivi ndivyo ilivyo kwa watu wengi. Unapata mtu anategemea madhabahu ya mke wake, ama anategemea madhabahu ya mume wake, ama anategemea madhabahu ya mama yao ama baba yao. Na ndio unaweza kukuta mtu kwamba akiwa na shida. Ni kama mtu mmoja alikuwa na shida, akaja kwa ofisi yangu. Nikamwambia, kulingana na vile nasikiza shida yako, unapaswa uchukue kitu wewe personally. Alikuwa ameniambia sisi tulienda kama familia yote. Bwana asifiwe. Nikamwambia sasa, kulingana na vile nasikiza, hii shida si familia yote iko nayo, sasa ni wewe. Haleluya. Wewe ndio unapaswa. Tunapoongea kuhusu dhabihu, dhabihu ni kitu ile unapenda. Ambia jirani yako, dhabihu ni kile unapenda, huwa unapea Mungu. Watu wengine hukuja unasikia mtu ananiuliza, pastor, ninapaswa kutoa nini? Siwezi kukuambia, maana sijui upendo wako na Mungu ni umefika wapi. Haleluya. You cannot be told what to give as a sacrifice. Maana sacrifice si sadaka ya kawaida. Sacrifice sio tithe. Haleluya. Sacrifice ni kitu ambacho wewe mwenyewe ukitoa kinakuuma. Wakati Mungu aliambia Abraham, enda utoe Isaac, mtoto ni kitu unaweza kusahau. Biblia inasema alienda a journey of 3 days. Anaenda analala. Anaenda the second day analala. And the third day Abraham came to the mountain of Moriah. Akafika katika sasa mlima huo ambao alikuwa atoe Isaac. Hata wakati aliambiwa sasa usimtoe, uchinje kondoo. Is that thing a forgettable thing? Ni kitu unaweza kusahau. Hauwezi ukasahau. Na ndio Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana alitana mara ya pili. Haleluya. Akasema, Abraham, nimeona ya kwamba haukuninyima hata mtoto wako. Na kwa hivyo naapa ya kwamba kukubariki nitakubariki. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu sacrifice, is something that has touched you. If we say for example, kuna mtu tunaweza kuuliza, last Sunday ulitoa sadaka ya aina gani? Kuna watu hawezi kukumbuka hata walitoa offering nini, because it is something that did not touch. Bwana asifiwe. Something did not touch, you cannot. Hata kuna mtu hawezi kukumbuka lunch wa Wednesday alitoa nini. Bwana asifiwe. Because it was not something that touched. Sacrifice touches. Sacrifice has a cost. Yes. Sacrifice is something that has costed you. Ni kitu ambacho huwa kinakugharimu. Na tunaangalia ni wakati gani. Number 1, when you have prayed for something 3 times. Umeombea kitu mara 3 na yet hauoni answer yoyote. Nikataka pia niangalie kitabu hicho. Ukiangalia mstari wa 14. Biblia inasema Isaac, that's Genesis 26:14. He had possession of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistine envied him. Mtu huwa anainua dhabihu wakati anajua ya kwamba kuna watu wako na wivu kwa sababu ya kile ambacho ako nacho. Kuna watu wameanza kukuonea wivu. Kuna level Mungu amekufikisha. Amen. Tunasema Wafilisti wakamhusudu. Walimhusudu.
alibarikiwa wakasikia wivu. Mtu huangalia katika maisha yake, ni nini nimepokea mpya? Umepokea gari mpya, umepokea mtoto, umeenda level nyingine, biashara imeinuka. Unajua kuna wakati unafungua duka, watu wawivu wanakuja hapo wanaiangalia, hata wanaanza kuongea wenyewe, wacha tuone tumeona duka gapi, wacha tuone hii itafika wapi. Sisi tumeona duka nyingi, na kwa sababu ya maneno ya watu wawivu unakuta mtu anarudi chini, mpaka unaanza kuuliza, na hii kazi ilikuwa na stoko ilienda wapi? Mpaka mnaanza kupigana hapo, mkiambiana ni wewe unaiba, ni kama unachukua pesa ukituma kweli. Na wakati mwingine si kutuma. Bwana asifiwe. Duka imeangaliwa na macho ya wivu, na kwa ajili ya macho ya wivu duka imeanza kwenda chini. Hapo unakuta watu sasa hawakuji. Duka ilikuwa na flow, kazi ilikuwa na flow, lakini sasa hakuna watu ambao wanakuja kwa hiyo kazi. Unashinda hapo, hautauza siku mzima, unazinenea mpaka hizo vitu unaanza kuziongelesha. Wewe lazima mnunuliwe, wewe si kualeta mkae hapa, lazima mwende, lakini bado hakuna kitu kinatendeka. Imeangaliwa na jicho la wivu. Mungu anakubariki na mume mzuri, mpaka ukitaka kuvuka barabara anakushika mkono, usigogwe na gari, anakwambia wewe mbona bike ndio hii. Hapo watu wanaona mmeshikana mikono hapo, anasema tumeona watu wangapi wameshikana mikono, huko kwa nao kuelekea hiyo mkono itakuja kuacha tu. Tunakuta hiyo ndoa inaanza kisirani. Mume ambaye hakuwahi kuita shaitani anakuita shaitani, na anakuita akiwa na boldness. Anakuambia sitaki kuona. Kwa nini? Kuna watu wavivu wanamwangalia. Si kuna wakati mtu anapata mtoto, watu wanaenda kwake, alafu unasikia mama mwenye mtoto anasema ati mtoto amelala hawezi kuamshwa. Ai. Unasikia watu wanasema leta mtoto, tunataka kusogea. Tunataka kuruka na unasikia mama anasema mtoto amelala tu sahi na akiamka analia sana. Sasa shida ni nini? Anapita mtoto asiangaliwe na jicho la wivu. Kuna mtu anaweza kuangalia mtoto hivi, kesho unaona kosi inajitoa yenyewe, roho inajitoa yenyewe, anaangaliwa na macho baya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umepokea kitu kutoka kwa Mungu ambayo kinaweza kuattract wivu, unapaswa uiliwe dhabihu kwa Bwana. Unailiwa dhabihu, unasema hii Bwana nimefunganisha na madhabahu yako, hii kitu nimetoa kwa sababu ya protection. Baraka huwa inahitaji protection katika jina la Yesu Kristo, na hatuprotect kitu na maombi. Hata unasema hii kitu ilindwe, ninaitisha damu ya Yesu, ninaitisha malaika watakatifu. Wewe hauelewi. Kupewa vitu ndio tunaitishanga. Haleluya. Lakini kulinda vitu, mtu anainua dhabihu katika madhabahu ya Bwana. Wale wameamini hivyo waseme afeta amen. Angalia mstari wa 15 katika hiyo kitabu. Can we read together verse 15? Inasema, now the Philistine had stopped all the wealth which his father's servant had done in the days of Abraham his father, and they had filled them with the earth. Unaona, baba yake Isaac, Abraham, alikuwa amechimba visima, na baada ya kuchimba visima, yeye alipokufa, Wafilisti walikuja wakafunika, wakaweka matope, wakaweka mawe, wakaweka majani, wakafunika, hakuna maji inatoka. Na baba yake alikuwa amechimba 3 na wakafunika zote zikiwa 3. Hiyo inamaanisha nini? Mtu huinua dhabihu wakati ambapo unajua hii biashara nilikuwa nayo, lakini sasa imechukuliwa na watu wengine. Yaani mahali ulikuwa unapata mapato, unakuta ya kwamba mapato ile ulikuwa unapata sasa imefungwa, hakuna kupata. Mtu anachukua customer yako, anaruka naye, unataka kukilia, anavuka naye mambo ile ingine.
Unabaki unakutana huyo customer wako mpaka anakuambia siku hizi naendaka kwa nani. Kama ni wale wa kushuka anasema siku hizi nashukua na nani. Mpaka unamuuliza kwani siku anakushuka vizuri, shida iko wapi? Anasema siku hizi ni nani. Wakati unaona kisima kimewekwa matope na mawe, biashara umeanza kunyang'anywa na watu wale wengine, that is the time you go at the altar of God and raise a sacrifice. Kuna watu saa hii shida ile ambayo uko nayo, kile unahitaji ni kuinua dhabihu katika madhabahu, maana dhabihu inatetea mtu. Tunaelewana? I say hallelujah. Unajua kuna watu huenda kwa waganga kwa ajili ya wivu. Actually roho ya wivu ndio hupeleka watu kwa waganga na kwa wachawi. Nasikia mtu anaenda anasema nataka akufe, nataka biashara iishe, nataka atembee akiokota makaratasi, nataka asabarati, na alafu anaenda anaitishwa naye shetani anajua Mungu anataka dhabihu, naye anaitisha watu wake dhabihu zingine za sijui nitasema namna gani, dhabihu baya. Nasikia mtu akiamua aenda ulete chura na uchinje. Enda ulete gosi ya nyoka, tafuta toto hizo. Shetani anajua Mungu anaitisha nini? Dhabihu, naye anaitisha dhabihu zingine. Sasa mtu akikwambia ataenda ulete jicho ya nyoka, sasa unafikiria nyoka anaweza kukugojea hapo kuja ulitoe jicho? Sisi mpigane ikuwe ama uiwe. Haleluya. So watu wa upande ule mwingine, sikia mtu anaambiwa enda ulete hata kuku ya mwili moja. Saa hiyo wewe mtu anaangushwa, wewe ni mtu uko na biashara, lakini unakuta unaletwa chini na kuku ya mwili moja. Niliona mwizi mwingine akitoa ushuhuda kwa TV ya Hope TV, na alikuwa anataka ya kwamba akienda kuiba asishikwe na polisi. Akapelekwa na huko, acha niseme ni wapi, lakini ni pande moja ya huko juu. Bwana asifiwe. Akapelekwa kwa mganga mmoja, na alipopelekwa kwa mganga mmoja alienda akachimbiwa mtaro, ili ushaga alikuwa anatoa kwa TV. Aliwekwa kwa mtaro, akazikwa, akafikishwa mpaka hapa, kisha tu ndio ilibaki. Sasa kila siku huyu mganga anakuja asubuhi, anamuruka pande hii, mganga mama anamuruka pande hii, anamuruka pande hii asubuhi na jioni. Baada ya siku 3 ndio alimtoa hapo, na akamwambia sasa, aliambiwa enda ile supermarket, enda uibe. Alienda hapo mpaka kwa kasia, akachukua pesa na akatoka. Na hata soja wale wako hapa nje hawamuoni. Lakini sasa akaambiwa utakuwa ukitoa dhabihu ya kuservice hiyo madhabahu. Nayo dhabihu aliambiwa nini? Aliitishwa kila mwezi analeta kondoo wa siku 3. Koli ya siku 3. Sasa mpaka anapiga oda kila mahali. Anasema alikuwa anasema ikafika mahali akakosa hiyo. Shetani anakutisha vitu ambavyo hawezi kupata. Alipokosa basi akaamua na sasa hiyo nguvu lazima iondoke. Aliongea hapa Karabashu, alikuwa na risasi kadhaa, lakini Mungu ni mwema hapo. Ndio alikuwa anatoa hiyo shuhuda. Kwa hiyo watu wa upande ile mwingine, ukisikia mtu amekuambia wewe tutaonana, utaona. Wengine hawasemaji hivi alafu wanakuachilia. Wanakuambia hivyo alafu wanaenda kukushughulikia waganga. Unarogwa na unarogeka. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hawana dhabihu katika madhabahu ya Bwana. Lakini mtu ambaye ameinua dhabihu katika madhabahu ya Bwana, hata ukipelekwa kwa mganga mgani, haitakuweza katika jina la Yesu. Ningetaka uangalie kitabu cha Numbers 23. Numbers 23, then I will get back there. Numbers 23, let's take verse 2. Let's take verse 2. Can we read it together? Let's read verse 1. That we understand this. Then Balaam said to Balak. Balaam, sasa huyu ni Balaam. Balaam huyu ni mtu ambaye sasa ni Bwana asifiwe.
Joshua na watu wanasema Balaam alikuwa nabii, lakini kulingana na Joshua, Balaam alikuwa mchawi. Hebu soma verse 1. Then Balaam said to Balak, build 7 altars for me here, and prepare for me here 7 bulls and 7 rams. And Balak did just as Balaam had spoken, and Balaam offered a bull and a ram on each altar. Ukisoma hapo chini utapata ya kwamba alikuwa anaambia Balak was a king of Moab. Bwana asifiwe. Alikuwa anamwambia prepare an altar, and the reason was aweze kulaani. Alikuwa anataka alaani wana wa Israeli, lakini akakuta ya kwamba already wana wa Israeli walikuwa wameinuliwa dhabihu na elders wa Israeli, dhabihu ambazo zilishinda zile ambazo huyu ambaye alikuwa ameweka hapa sana. Nataka nikuambie nguvu za giza zinawezaga watu, kwa sababu watu hawa ambao wanatumia nguvu za giza wanainuaga madhabihu. Mtu ambaye anatumikia Mungu na unatumiwa na Mungu, inakuwa ni muhimu kuinua dhabihu kwa Bwana. Hata biashara yako ni muhimu unainulia dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na unainua kwa nini? Una counter attack dhabihu zingine ambazo zinaweza kuwa zimetolewa. Kuna watu wanaenda wanatoa makafara, wanatoa pesa fulani hata kwa waganga, na mtu anasema kwamba nataka mtu huyo waachane na bwana yake, nataka waachane kabisa, na unakuta hiyo ndoa inaachana mpaka ingine mnaenda mpaka kotini na mnaachana na wanaachana kabisa. Nishawahi kuona hata watu wamefanya harusi takatifu katika madhabahu, wanaachana na inafika mahali hata hawataki kuonana. Wanawezwa na mtu pengine hata alipeleka kuku. Na ndio huwa tunaambia watu hata wale wanafanya harusi ya kwamba kabla ya kufanya harusi ni muhimu kuinua dhabihu kwa Bwana. Hata unaweza kuangalia ndoa yako, unaweza kuangalia uone mnasuguana, mumekesi na wazazi, mumekesi nyinyi wenyewe, mumeita majirani, saa zingine mpaka mumeita wazee wa kijiji, lakini bado hamuelewani. Tabia jirani inapaswa kuinua dhabihu. Inua dhabihu ya kutetea hiyo ndoa. Ndoa inatetewa na dhabihu. Unaambia hii nimetoa for the unity of my marriage in the name of Jesus. I have given this because of the peace of my family. I declare peace in my family in the mighty name of Jesus. Ukisoma hiyo Genesis utapata verse 16. Abimelech was a king, aliambia Isaac hivi, akamwambia nataka sasa uende, I want you to go. Nimeona you have become mighty, nimeona umekuwa mtu mkubwa, we want you to go. Abimelech was a king and he said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. Mtu huinua dhabihu wakati una realize in your life kuna roho ya rejection. Umeanza kukataliwa. Mtu huyu tu Abimelech ni yeye alikuwa ameambia Wafilisti ya kwamba Isaac asiguzwe, ya kwamba hata mke wake asiguzwe, lakini ikafika mahali yeye mwenyewe akamwambia nataka uende sasa, toka hapa. Akaanza kufukuzwa. Ukiona unaanza kufukuzwa, ukiona kuna roho ya rejection, unakataliwa mpaka na watu ambao walikuwa wanakusaidia, kimbia katika madhabahu ya Bwana. Isaac alipitia shida nyingi. Praise the name of the Lord. Na sitasoma yote, lakini I'll jump and go verse 24. Verse 24, angalia vile inasema Genesis 26. And the Lord appeared to him. Yeye alifukuzwa, akaenda akachimba kisima kingine, alafu tena hapo akafukuzwa tena, akaenda wakachimba kingine. Bwana asifiwe. Alipitia shida nyingi mpaka sasa usiku Bwana akamtokea, akamwambia ya kwamba I am the God of your father Abraham,
Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. Now read with me verse 25. So he built, I cannot hear you, church. So he built an altar there and called on the name of the Lord, and he pitched his tent there, and there Isaac's servant died away. Kwa hivyo hapo zamani alikuwa anategemea madhabahu ya baba yake. Shida ikakuja. Sasa hapa ndio Isaac tunamsikia amekuja kwa madhabahu ama ameinulia Bwana dhabihu. Haleluya. Na Mungu alikuongelesha neno. Akamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Na akamwambia niko pamoja na wewe. Kukubariki nitakubariki, kukuongeza nitakuongezea. Hata kama watu wako na vitu, kukubariki nitakubariki, kukuongezea nitakuongezea. Biblia inasema naye Isaac akajengea Bwana madhabahu. Haleluya. Madhabahu ndio inatetea mtu. Na kutoka hapo ukiendelea mbele, hebu uone vile kulifanyika. Alipojenga madhabahu, si alikuwa amefukuzwa na Abimelech. Angalia hiyo mstari mwingine. Mstari wa 26. Read together with me very quickly. What does it say? Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzah, one of his friends, and Phicol, the commander of his army. Wale walikuwa wamemfukuza wamekuja kumtafuta baada ya kuinua madhabahu. Verse 27, deal with me. And Isaac said to them, why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? Verse 28, but they said, we have certainly seen that the Lord is with you. So we said, let there now be an oath between you and us, and let us make a covenant with you. Isaac baada ya kujenga madhabahu, wale walikuwa wamemfukuza walikuja kumtafuta. Kuna watu katika maisha walikuwa wanakusaidia, lakini unaweza kupata kufikia sasa hawataki kukuona. Mimi nataka nikuambie katika madhabahu hii kwa neno la Bwana ya kwamba ukitoa dhabihu kwa Bwana, walio kufukuza watakuja kukutafuta katika jina la Yesu. Na biashara zingine ulipoteza unaenda kuzipokea tena katika jina la Yesu, because God is God of second chance. Hallelujah. Hata mtu ambaye alifukuzwa na mume wake, baada ya kuinua dhabihu, mume aliyekufukuza na akasema hataki kukuona, I want to tell you, he will come looking for you in the name of Jesus. He will come and look for you in the name of Jesus. Kijana alikuambia atakuoa, lakini akapotea na hata hataki mambo yako. Wewe msichana, inua dhabihu. Hata kijana ambaye ametolewa, wasichana wamemtoroka, inua dhabihu katika madhabahu. Waliokutoroka, they are coming in the name of the Lord. They are coming in the name of the Lord. Tunaona Abimelech and the commander, they came through for Isaac. Na walimwambia hivi, tumetambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Swali langu ni je, kwani wakati walikuwa wanamfukuza hawakuwa wanajua Mungu yuko pamoja na yeye? Walikuja kutambua ya kwamba Mungu yuko na yeye baada ya Isaac alipojenga madhabahu. Jina la Bwana liinuliwe. Jambo lingine ambalo linafanya tuinue dhabihu, nimesema ni rejection, na hiyo ingine ni ile tunasema when your destiny helpers have stopped to help you. Unakuta wale ambao wasaidizi, wale walikuwa wanakusaidia, wale walikuwa wanakuitia kazi, siku hizi hawakuitii tena, na sio kazi hakuna, lakini hawakuitii, they have stopped to help you. Watu walikuwa wanakuja wanamwaga mali kwa duka yako, wanakuambia sasa wewe uza, baada ya wiki moja utatulipa, na ukawa unalipa na hauasubuhi, lakini inafika mahali wanasema siku hizi hatukumwagii vitu, na walikuwa wanakusaidia. Ukiona hiyo, that one is calling for what? For raising an altar in the presence of God. Ili destiny helpers, wale walikuwa wanakusaidia, waendelee kusaidia. Na unajua wengine wetu tulikuwa tunasaidiwa na mabwana zetu. Amen. Mume alikuwa anafika mahali anakushikisha kitita cha pesa, anakuambia kaa na hii. Alafu siku hizi unakuta hata pesa hakupati. Bwana asifiwe. Na si pesa ambazo saa zingine hakuna. Kile unapaswa kufanya, inua dhabihu kwa Bwana.
Destiny helpers wako watakurejea katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Number 7. We raise altar when we notice there is a hand of the evil one in the family. Kuna wakati unaweza kutambua kuna mkono wa uovu katika familia. Kuna mkono wa uovu katika familia. Tunapoongea kuhusu mkono wa uovu ni kama nini? Unakuta katika family ndoa zimeanza kuvunjika. Unakuta mnatoa ushuhuda kama sisters na mnasema hivi, hata my sister yule mwingine amefukuzwa na mume wake. Unakuta na wewe saa hiyo ndoa yako iko juu ya maji. Unakuta yule mwingine na yeye ni kama ndio anataka kutoka. Yaani kuna mkono wa uovu. Kuna kitu kinatendeka ambacho kinafanana kwa familia. Na sio kitu kizuri. Mkiangalia mambo kama hayo unaona si Mungu hapa. Hapa ni shetani anafanya kazi. That is the time familia hiyo ama wewe binafsi kwa ajili ya ndoa yako unapaswa kwenda kwa madhabahu. Mkono mwingine wa uovu unaweza kutambua ni family divisions. Unakuta familia hamsikizani. Unakuta mpaka mmekasirishana mpaka mnafuta namba ya your brother unaifuta, namba ya your sister unaifuta. Hamtaki kuonana. Na nyinyi ni wale wa mama mmoja, hata baba mmoja. Lakini kuna ile tunaitaga family discord. Division in the family. That one reveals the evil hand in the family. Hamsikizani. Wakati huo ndio unapaswa kwenda mbele za Bwana. Ukienda unatoa sacrifice gani? Unatoa peace sacrifice. The sacrifices of peace. Peace in your family. Peace in your family. Peace kati ya wadugu. Peace mahali ambapo unakaa. Sijui kama unajua wakati familia haina amani, hata kuomba ni vigumu. Na mjue wakati familia haina amani, hakuna baraka, hakuna prosperity. Wakati hata unatoka nyumbani kwako na unaacha mke wako analia. Wakati unatoka kwa nyumba, umepigana na mume wako na mke wako, familia haina amani wakati huo, na saa hiyo hakuna prosperity. Hapo ndio unasikia mtu akisema ya kwamba ni kama kisirani niko naye. Unakuta ulitoka hata ulipo tu ingia kwa gari, mwizi anajua hii familia haina amani, anaiba simu yako pasa. Inachomolewa na siku ile ingine inakuwa haibiwi siku ile ingine. Lakini wakati huo uliacha kuna makelele, hata simu inaenda. Unaenda kurudishia mtu change, baada ya kumrudishia 50 unamuongezea 100 ya ingine 500. Alafu sasa na ulikuwa umrudishie 50. Kuna kisani. Wakati huo unaona mambo ni mabaya. Tunasema ya kwamba mafupi yameinuka. Mafupi imeinuka katika familia. That's the time you are supposed to run at the altar of God. Mama moja alikuja hapa. Akaniambia pastor, mimi nimefukuzwa. Na nimefukuzwa na mume wangu. Na ameoa msichana mwingine. Amemleta kwa duka. Hata duka ile niko naye nimenyang'anywa. Ameniambia nirudi kwetu. Je, alikuwa analilia hapo. Nikashindwa tutamsaidia namna gani. Nikamwambia fanya hivi. Tafuta kitu ile ambayo unapenda. Tuwekelee kwa madhabahu tuombe. Akatafuta kitu ile ambayo anapenda. Ile dhabihu alikuwa nayo. Akawekelea kwa madhabahu. Mimi niliomba nikasema hivi. Baba, kwa jina la Yesu, tazama huyu mke amefukuzwa na mume wake na kumeletwa mama mwingine, na hii sio mapenzi yako. Sasa kwa ajili ya dhabihu hii ametoa, nimefukuza huyo ameletwa katika jina la Yesu, na nimesema arejeshwe kwake na arejeshwe duka yake. Nataka nikuambie, alimaliza wiki moja, mume huyo alimwendea mpaka kwao Nyeri, akamrudisha kwake, akafukuza yule mwingine, akarudishiwa duka yake. Kwa nini? Dhabihu inatetea mtu. Unaelewana? Dhabihu huwa inatetea mtu. Hii mambo ya kushindana ukiambiwa wewe kwenda, rudi kwenu,
Mimi sikutaki. Nataka nikwambie, inua dhabihu. Dhabihu inaleta feva katika jina la Yesu. Angalia kitabu cha Mark. Mark chapter 3, I'll read verse 4. Mark chapter number 3, verse 4. Verse 4 inasema, "When the offerings of the Judah and Jerusalem will be present to the Lord as in the days of old, as in former years." Unaona, dhabihu zinakuwa the present. Dhabihu zinakuwa present before the Lord. Angalia, dhabihu ikikubalika, ni nini inatendekana? Hii ni verse 5. Inasema namna gani? Read together in the church. "And I will come near you for judgment. I will be swift witness against sorcerers, against adulterers, against murderers, against those who exploit wage earners and widows and orphans, against those who turn away the unalive, because they do not fear me, says the Lord of hosts." Dhabihu inafanyaga Mungu awe mwepesi wa kuhukumu. Si unaona hiyo verse 3? Inasema ndipo dhabihu sadaka za Yuda zitakapokubalika, haleluya, na zitakuwa zinapendeza kama wakati wa zamani. Alafu mstari wa 5 inasema, "Nami nitawakaribia wa hukumu na nitakuwa mwepesi." Mwepesi kwa nani? Kwa wachawi. Amen. Unaona watu wale wanaroga, Bwana sifiwe, wanaroga, wanatoa vitu kuharibu kazi. Unajua hizi vitu ziko, wale ambao ni wanabiashara ambao ni very careful, wanajuanga na wanaelewa. Unaweza kupata katika mlango ya biashara imepakwa vitu, ama vitu zimemwagwa hapo, ama kitu kimekuja kimeletwa hapo. Na sasa zingine hata wanatumia mafi. Nakuta wewe mahali unafanya biashara, mafi ndio inaletwa. Na zingine wanamshaga hiyo hata kanisani. Wakati we experienced a lot of witchcraft. Tulikuwa tunapata kinyesi kwa mlango ya kanisa. Wewe niambie, mtu ako na akili, mimi gani ako na akili, anaweza kupa mlango ya kanisa na anajua hii ni kanisa? Lakini tulikuwa tunajua, maana hapo tulikuwa na jirani mchawi. Hapo tulikuwa na neighbor, ndio 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 hapo. Tulikuwa na jirani hapo. Tulikuwa nafikiria yeye ndiye anakuwa. Tulikuwa na jirani mchawi hapo nyuma ya kanisa ambaye alikuwa anachoma chura asubuhi Sunday hapo. So sikuwa na suspect sana ati mtu mwingine. Wakati tulikuwa na adui, Bwana asifiwe, alikuwa anapupu hapo kwa mlango ya kanisa. Kuna vitu ukipata katika kazini, unaelewa, zingine zinapakwa mpaka kwa mlango. Na zingine ukitaka kujua kwa unahitaji kuinua dhabihu, wakati mwingine ni mwenda wazimu. Unawapata ndio wako katika yako ya kazi. Mwenda wazimu ndio wanakuja hapo. Mwenda wazimu anapita mahali kwingine kote. Mahali anafanya kikao wapi? Hapo kwako. Ndio anahakisha moto hapo wote hapo. Kwa nini hapo na kutisha chini ya miti? Hapo kanisani hiyo, Daura. Tulikuwa tunapata mpaka mwenda wazimu. Mwenda wazimu tukikukua saa ibada asubuhi, saa 3:30. Mwenda wazimu ndio alikuwa mtu wa kwanza. Na sio aingie kanisani. Alikuwa anasimama hapo kwa mlango. Na anaanika takataka zake zote. Wewe uchafue, unajua mwenda wazimu anaweza kubeba. Alikuwa anakuja anaandika. Anaanika. Tukianza kupiga drum set, anasimama hapo na yeye anafanya hivi. Kabisa watu hawakuji. Atatoka hapo tukisema nao ni the grace of our Lord Jesus Christ. Sasa naye mwenda wazimu anamaliza ibada yake. Anachukua takataka zake, anarudisha kwa dunia. Kwa nini alikuwa anaandika hapo? Mimi nikaamua nitafanya fasting. Ninafanya 3-day fasting. Mwenda wazimu nikasema nikimaliza, hata mtu mmoja alikuja akaniambia, "Pastor, kwani hauna power?" Nikamuuliza, "Power gani?" Akaniambia, "Huwezi kupunguza mwenda wazimu." Nikamwambia, "Tusaidiane." Amen. Tusaidiane. Maana ulikuwa unamaliza fasting, ukimaliza fasting mwenda wazimu anatoka. Hawakuji hapo. Ilikuwa ni kama ile mchezo ya paka na panya. Anangojea ninakula. Sasa nikikula wakati nimeshiba, mwenda wazimu anarudi na takataka zake zote. Saa hiyo nimekula mpaka ninaeleruka. Anarudi hapo. Nikafunga siku nyingine 21 days, mwenda wazimu akapotea. Tena baada ya 1 week, baada nimeshiba vizuri, tena mwenda wazimu.
Sikuwa ninaelewa mambo ya dhabihu. Nikaenda nikaongea na pastor wangu, nikamwambia vile kunatendeka. Akaniambia, enda ulete uinue dhabihu Mungu katika madhabahu. Na kwa sababu nilikuwa nimetoka, nikatafuta shilingi 10,000. 10,000 ndio niliweka kwa bahasha. Nikasema sacrifice of chasing away a madman away from the house of God. Out from the house of God. Away from the door. Nikawekelea dhabihu yako hivi. Nilipotoa hiyo dhabihu ya 10,000, wale wasimu alienda na akaenda na hakurudi tena. Alienda na akaenda. There is power of sacrifice. Hallelujah. Unatoa dhabihu wakati gani? Wakati unatambua familia yenu hamjengi. Unakuta nyumba zote, hakuna mtu asawahi kujenga hata kama mmoja ya mawe. Zote unakuta zote ni matope, na zingine mpaka ni zile nyasi. Hata choo haina mlango, ni gunia. Mtu anaenda kuingia anaambiwa wewe niko ndani. Na hata haina mabati. Hata ukiwa huko unanyeshewa. Ukiona mambo kama hiyo kwa familia yetu, lazima uinue dhabihu za kujenga. Na maana ninajua nyinyi mtajenga manyumba ya mawe katika jina la Bwana Yesu. Nyumbani na hata hapa Nairobi, inua dhabihu za kujenga. Unaambia Bwana, mimi ninatoa hii. Nataka nijenge nyumba za kukodisha katika jina la Yesu. Inawezekana. Haleluya. Na inua dhabihu hii, nipate kiwanja mahali pazuri. Nipate kiwanja ambayo haing'ang'aniwi. Nilikuwa naongea na dada mwingine hapa. Ananiambia sasa pesa zetu zote zinapotea. Ninamuuliza zinapotea namna gani? Na kwanza hata nilimuuliza, na wewe unatoa fungu la 10? Nilisema hatuwaki. Nikamwambia sasa ndio mmejifungulia mlango. Anasema wamenunua plot. Baada ya kununua plot, baada ya kujenga plot hizo tena zinapigwa zote. Mimi naomba ununue plot ambayo ni halali, ambayo ina title, ambayo hata njia haitapitia hapo, wala si mahali pa road reserve, ni mahali ambapo utakaa. May God give you such a plot in the name of Jesus. Na unaponunua usiangukie mikono ya watu wabaya. Hata unaweza kumwaga tu kawaida kamoja kama hivi. Mtu mwingine hapo na yeye anatokea na document ya manana. Na kataa document zetu na zenu zifanane na za mtu mwingine. Document yako ya kiwanja iwe ni wewe tu, jina linajulikana kule kwa radi. In the name of Jesus. So mtu anainua dhabihu kwa sababu ya building of good house, na pia mtu huinua dhabihu ukinotice kwenu. Unaweza kupata familia iko na miscarriage na barrenness. Miscarriage nasikia mnatoa ushuhuda kama sisters, ati nilikuwa na mimba imetoka ikiwa ya miezi 6. Yule mwingine naye anasikia kuambia nilikuwa na mimba yangu ilitoka ikiwa na miezi 8. Yule mwingine anasema yangu ilitoka ikiwa na mwezi 1. Yule mwingine naye tumbo yake imefungwa haifunguki. Bwana asifiwe. Unaenda unatafuta kitu mzuri. Angalia mtu kama Hana alikuwa yeye ni pale. Lakini ukisoma Bible, mume wake aliinua dhabihu. Hata siku hiyo ambaye Hana alikuwa analia, aliinua dhabihu. Na alipoinua dhabihu, wakati Eli alimwambia go in peace. Amen. Biblia inasema and when Hannah went at home, that is First Samuel from verse 17 downward, wakati alienda nyumbani, the Bible says and Hannah conceived. Kwa hivyo wakati unataka baraka za mtoto, baraka za kufungua tumbo, baraka za kufanya tumbo ishike ikae na mimba. Mtoto hapaswi kutoka wakati ambao haujafaa. Bwana asifiwe. Hapaswi mtoto kutoka wakati haujafaa. Anapaswa akae katika jina la Yesu. Kama mama moja alikuja hapa, akaniambia vile mimba zinatoka, na zinatoka baada ya miezi 6, 7, 8. Nilimwambia inua dhabihu, tafuta kitu unapenda ulete kwa Bwana. Alafu nikaongelesha hiyo tumbo yake. Nikaambia huyo mtoto, wewe ambaye uko ndani ya hii tumbo, sikia sauti yangu. Nimesema usitoke kabla ya wakati. Usitoke kabla ya wakati. Ukae hapo mpaka miezi 9. Na kweli alikaa. Miezi 9 ilipofika alizaliwa akiwa mtoto. Leo hata namuona akikimbia huko kanisani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna vitu zinakuambia unapaswa kuinua nini? Naye Isaac, Biblia inasema kwamba
alitambua ya kwamba mke wake hapati mtoto, ni barren. Amen. Na alipotambua hapati, na unajua hata Sara hata yeye alikuwa barren, ni kweli. Na unakuta kwamba na hiyo shida ikafuatana. Unaweza kupata familia ina shida ambazo zinafanana. Unaona Abraham, Sara alikuwa barren. Unaona Isaac mke wake Rebecca alikuwa barren. Unaona anaitwa namna gani? Jacob, wasichana wote wawili, sio mmoja. Both of them were also barren, Leah and Rachel. Lakini unapata ya kwamba Isaac alipojua ya kwamba Rebecca ni barren, alienda kuomba Mungu kwa ajili yake. Na unajua wakati unapoenda kuomba Mungu kwa ajili ya jambo fulani, ulikuwa unateketezea Mungu sacrifice. Unachomea Mungu bushi kadhaa hapo. Amen. Alafu ndio anasema kwamba na Mungu akasikia maombi ya nani? Ya Isaac, akafungua tumbo ya Rebecca. Ukiona hiyo kitu, hata nao wake wa Jacob, mmoja alimwambia hivi, give me child or I die. Naye akamuuliza, kwani mimi ndio ni Mungu ili niweze kukupatia mtoto? Kwani mimi ndio nimefunga tumbo? Ukiona familia yenu watu wamefungwa tumbo, I want to tell you, it is a high time nyinyi kama jamii na mtu kama binafsi kuinua dhabihu kwa Bwana. Unapoinua dhabihu kwa Bwana, inakutetea. Si unaona mahali tulikuwa tunasoma Mark chapter number 3. Biblia inasema Mungu atakuwa mwepesi. Mwepesi kwa nani? Kwa wachawi. Namba 2, mwepesi kwa adulterers. Adulterers ni mtu ameiba mume wako ama ameiba mke wako. Lakini si rahisi mke kuibiwa. Wazee watatoaga nini fujo ili ambayo haijai kuonekana. Amen. Watu wale wanaibiwagwa rahisi na wanaume. Na nikuwa bishop wetu anasemanga hivi, na wanaibiwa na kamsichana kebaba. Na unakuta yule ambaye anaibiwa ni sehemu kubwa na ndefu kubwa. Wanasuye. Ukijua kwamba mtu wako ameibiwa. Biblia inasema dhabihu itafanya Mungu awe mwepesi. Mungu awe mwepesi wa kuhukumu. Adulterers ni mipango ya kando. Amen. Anakuwa mwepesi. Si mke wa Abraham alikuwa ameibiwa na Satan imerekoma ni nani? Genesis 20. Alipoibiwa, Mungu alifunga tumbo za wanaume hawa wengine wote. Yaani aliwakamata wakakuwa kama wanawake. Wote. Hakuna maana anakaa kuwa kama watu. Wote wanakamatwa wanakuwa kama wanawake. Ndio waliambiwa ya kwamba wewe ni kama mtu ambaye amekufa. Enda urudishie huyo mtu. Mtu anainua dhabihu. Kama kiinua dhabihu, mwanaume anakamatwa pale na Mungu. Mpaka anaambiwa na yule mpako wa kando, kwani wewe ni kama mama? Hakuna kazi unaweza. Anarudi bio. Anarudi bio. Sasa hiyo ni kufungwa, anafungiwa kwa madhabahu. Akienda pande ile anashindwa na kazi. Akikuja pande hii kazi inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Mnaelewa ninasema nini? Wala Bero anasema amen mzuri. Nasema akienda pande ile anashindwa na kazi. Akikuja pande hii anafanya kazi. Anafungwa na dhabihu katika madhabahu. Kiona mume wako anatoka. Tutamfungia hapa. Ndio neno la Bwana linasema. Tutamfungia hapa. Akienda pande ile anaonekana kama ni mama. Akaonekana kama ni Jacinta. Anaonekana kama ni Jacinta mwingine. Akiwa pande ile karibu aitwe Waboi. Hallelujah. Lakini akikuja pande hii ni mami. Praise the Lord. Kwa hivyo mtu anainua dhabihu wakati una notice kuna mpango wa kando. Hiyo ingine ni gani? Wakati kuna exploit ya wages. Yaani you are being exploited. Unafanya kazi lakini ile kama mshahara unapewa hata akaweza kukusaidia.
Unapaswa unakuja tu kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Unakuja kwa madhabahu unasema, Bwana, nainua dhabihu hii, uwe mwepesi kuhukumu aliyeniajiri, aniongezee mshahara. Mtu anaitisha mshahara tu, unasema mshahara baba, nasema mshahara iongezwe. Sio hivyo. Unainua dhabihu. Soma maandiko vizuri, alafu unakuta mshahara unaongezwa. Itaongezwa katika jina la Yesu. Hata kanisa tunainua dhabihu. Hata sasa mtu personally tunainua dhabihu ya kanisa. Kuna wakati tunaangaliaga kanisa, tunaona ile vita inaendelea. Tunajua sasa hapa ni shetani ameingia. Tunainua, hata kuna siku nyingine nimeinua dhabihu hapa. Pastor watu wamekuja kuniombea hapa. Nilikuwa nainua dhabihu kwa sababu ya kanisa. Aliniombea hapa na siku hiyo kulikuwa kumeoshwa hapa sasa. Sasa nilianguka hapa. Nilipata maji mingi. Nilienda nikiwa wetu. Sio nyenye tu mnakushanga na nguvu ya Mungu. Hata mimi niliakushanga tu. Mama niliopea. Sasa hiyo alikuwa ameniambia nipige magoti. Alikuwa anajua ninaweza kuanguka. Sasa akaniambia nipige. Sasa sikuwa najua nikipiga pia nita. Hapa kulikuwa kumeosha sasa. Na sasa tukainua dhabihu. Tukaambiana na pastor mke wangu, tuinue dhabihu kwa sababu ya kanisa. Tukainua dhabihu. Na kutoka tuinue dhabihu, kuna kitambaa kiliondolewa. Kuna watu walikuwa wanakuja kutuambia, tunaona kwa madhabahu ndoto fulani. Tukajua imeletwa sasa na watu watatu. Tulienda pia, tukainua dhabihu, ikaondolewa ile kitambaa ya monitoring spirit. Sasa mtu akikwambia kwamba ati kwa madhabahu akiwa amekaa huko anaona kitambaa iko na macho, hiyo inakwambia ni sasa monitoring spirit. Kwa hivyo already kuna kitambaa kimekuja kufunika kanisa. Na kutoka siku hiyo hata tuna experience wageni wengi. Hata wengine wanakuja tu wanasema tunataka kujenga kanisa. Bwana asifiwe. Kitambaa kilivunjika. Lakini hakikuvunjika na maombi tu. Kilivunjika pamoja na nini? Na hata yeye maana watu wengi mtakuwa pasta. Usinyamazake, kanisa linaingiliwa dhabihu. Sasa ukiona halafu kuna mambo ya widows and orphans wakiwa wamefinyiliwa. Ikiwa wewe ni mjane ama wewe ni mtoto yatima na unafinyiliwa. Wewe ni mjane ama wewe ni mtoto wa yatima na unafinyiliwa. Unapaswa uinue dhabihu kwa Mungu. Useme ninakataa. Unajua kuna watu wananyang'anywa pesa yao, wananyang'anywa mali yao, shamba ile waliachiwa na wazazi wananyang'anywa. Mpaka unasikia watu umeolewa, lakini kwa sababu mume alikufa. Kama mama mmoja nilikuwa naongea naye hapa nje. Akaniambia, pastor, walichukua vitu zangu zote wakati mume wangu alikufa. Hata tukafukuzwa. Sasa nikaona sababu hashiki mambo ya kuokoka, nikaona sitamwambia mambo ya dhabihu, maana hatashika. Bwana sio. Lakini kama alikuwa ameokoka, ningemwambia enda tafuta kitu. Uleta kwa madhabahu, alafu nikuonyeshe vile kunaenda. Alafu waliokufukuza wanaanza kutafuta, wakikwambia sisi hatunaga ubaya na wewe, hii shamba ya mume wako ndio hii. Kile kinafanyaga Mungu anafanyaga mpaka malaika watokee kwa ndoto. Kama mama mmoja alikuwa anafutwa kazi na ananyang'anywa vitu yake. Alafu akainua dhabihu, malaika ndiye alitokea kwa ndoto. Kwa wale ambao walikuwa wanamnyang'anya, akiwa na panga, anawaambia wewe nitakuua. Na anasema wewe, kwa hiyo nataka kuniua na kuambia atakuua kwa sababu unafinyilia huyu. Analetwa kwa ndoto. Na kuambia asubuhi walikimbia kwa huyo mama mjane. Wakamwambia hatunaga ubaya na wewe, pesa yako ndio hii. Sisi tafadhali usituue. Bwana asifiwe. Wananipenda. Akarudishwa kazi, akarudishiwa vitu. Usikubali kunyang'anywa vitu zako. Pia jamii usikubali kunyang'anywa kukiwa kuna madhabahu. Kukiwa kuna madhabahu ya Mungu, unanyang'anywa vitu zako hivi na mtu anaenda. Lakini mpaka wanakuambia ate nenda mahali unajua. Hata sisi hapa tunajuana na chief, police. Hawajajuana na Mungu. Kujuana na chief, kujuana na DC, kujuana na PC, siku zao wanajuana na Mungu. Inua dhabihu. Utaona vile atakutana na ulimwengu mwingine ambaye hajuani naye, unakujaga na panga. Haleluya! Tunaelewana? Mnaelewa? Na wakati ambapo unatambua kuna premature death in the family. Premature death in the family. This also happened to me. There was time it happened in our family. Baada ya kuzika mama yangu, I think baada ya mwezi moja
tena tukazika kijana wa my brother mdogo sana, wa miaka kama 10, na anasema namna gani, ati nilikuwa ninaenda shule nikaanguka, tena nikasimama, tena nikaanguka, na hakuwa mgonjwa. Tukakimbizwa pale Mama Lucy, akapigwa transfer akaenda Kenyatta. Baada ya siku moja kijana amekufa. Ndio alikuwa na kitu kama hiyo. Ikakusanya familia yetu yote, iliwaleta hapa kwa kanisa wakati mumeenda wote baada ya ibada, nikawakusanya.